Naam, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Leo bwana, tupo katika herufi ya mim katika elimu ya abjadi. Tupo katika kitabu cha abjadi katika elimu ya abjadi, lakini tupo katika herufi ya mim, yani kuna zile alif, bete, the, jim, he, khe, dari, dhari, reze, sini, shini, swadi, bwadi, tuedhwe, aini, aghaini, fe, kaf, kaf, la, mim. Sasa hii mim ndo tunaizungumzia hapa. Mim ni herufi ya 24 katika zile herufi 28 za abjadi. Na herufi hii ya mim ina uzito au uzani katika mpangilio wa alfabeti za abjadi, ina uzito au thamani ya 40. Lakini herufi ina kazi nyingi, ikiwemo ukitaka heshima mbele ya watu, kupata haja yako yoyote unayohitaji, kuondoa madhara katika mimea na kadha wa kadha. Sasa leo tutajifundisha kazi hizo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Akijalia tutaangalia zote, na kama kutokuwa na changamoto ya muda tutaangalia baadhi na zingine tutaziangalia kipindi kijacho. Sasa herufi ya mimu kama tulivyosema uzani wake ni 40, lakini herufi ya 24. Faida ya kwanza ya herufi hii ya mim ni kupata haja ya jambo lako lolote. Unafanyeje ukihitaji kumomba Mwenyezi Mungu akupe haja ya jambo lako lolote? Cha kwanza, kama unahitaji kupewa au kumomba Mwenyezi Mungu haja yako ya jambo lolote na unataka litimie, basi unatakiwa usome herufi ya mim kwa idadi ya mara 80. Kwa idadi ya mara 80. Kisha utatia ni haja yako hapo, na inshallah Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kutimizia haja yako hiyo. Kisomo hichi kinaweza kuwa kina uendelevu, yani unaweza ukasoma leo, ukasoma kesho, unaweza ukafanya siku 3 au siku 7 au siku 14. Unapokuwa na haja usikate tamaa, wala usije ukasema nikifanya leo basi ngoja nisubiri majibu. Waweza fanya muendelezo mpaka majibu yatakapo toka. Kwa hiyo hii ni njia ya kukurahisishia kuweza kutimiziwa haja zako endapo kama utatumia utaratibu wa kuisoma herufi hii ya mim kwa idadi ya mara 80, kisha kwa muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo kutimizia haja yako. Lakini faida nyingine ya herufi ya mim ni kuondosha matatizo au kutatua haja zako. Iwapo kama una matatizo fulani katika maisha yako au unahitaji kutatua haja yako fulani, basi unatakiwa uandike herufi hii ya mim kwa idadi ya mara 90 katika siku ya Ijumaa asubuhi au katika utawala wa zuhurati. Utawala wa zuhurati unaweza kupatikana siku yoyote. Kama umeshasoma elimu ya masaa, unaweza ukaangalia siku uliopo zuhurati inaingia saa ngapi, basi ukaandika herufi hii ya mim mara 90. Na kama haufahamu utawala wa zuhurati unaingia saa ngapi katika siku uliopo tofauti na Ijumaa, basi itabidi usubirie siku ya Ijumaa ikifika, utaandika hiyo herufi ya mim asubuhi kuanzia majira saa 12 mpaka saa 1 au muda wote, kwa sababu zuhurati siku ya Ijumaa natawala, ndio mtawala mkubwa katika siku hiyo. Utaiandika katika karatasi, kisha utaikunja vizuri, kisha utaibeba kama azma. Yani azma ni kile kikaratasi unaweza ukakikunja kidogo kidogo kwa kiweka katika pochi au wallet yako. Ukabeba kama azma, kisha unaenda katika haja zako. Labda katika kazi zako au kuomba kazi au kwenye matatizo unayojua wewe ni matatizo yamekusonga, labda ni mahakamani wapi, basi ukienda na kile karatasi chenye kimeandikwa hiyo herufi ya mim kwa idadi ya mara 90, unaandika kwa kalamu ya kawaida unaandika tu kwa karatasi kwa kalamu ya kawaida. Inaweza ikawa ni kalamu nyekundu au tofauti. Unaenda unataja, lakini utakapoandika mwisho utakusudia lengo lako ni nini, au unaweza kuandika na haja zako kwa chini pale kwa lugha unayoitumia wewe. Basi ndio unabeba karatasi hiyo kama azma katika pochi au wallet au mfuko wako wa nguo, ima suruali au shati, sawa tu. Basi inshallah ukienda kwenye hizo haja zako
Mwenyezi Mungu atakutimizia haja zako. Lakini wakati unaiandika herufi ya mim, yani unaandika mim moja, mim ya pili, mim ya tatu, unatakiwa unasoma uradi unaosema hivi: ya khaliqu ya mumitu, ya khaliqu ya muhitu, ya khaliqu ya muhitu, ya khaliqu ya muhitu. Kwa hiyo unapoandika mim moja, mim ya pili, unajua unakuwa unasema ya khaliqu ya mumitu, ya khaliqu ya mumitu, ya muhitu, ya khaliqu ya muhitu. Nasoma hivyo mpaka utakapomaliza kuandika herufi hiyo kwa ile mara 90. Lakini faida nyingine ya herufi ya mim ni kuondoa madhara katika mazao. Kuondoa madhara katika mazao, mfano ukitaka kuondoa madhara katika mazao, basi utaiandika herufi hii ya mim kwa ile mara 90 katika karatasi. Kisha karatasi hiyo utaifunga vizuri, kisha utakwenda kuitundika katikati ya shamba lako. Hakika mimea yako haitadhurika na kitu chochote. Wakati unaiandika herufi hii ya mimu, utakuwa unasoma uradi huu unaosema ya khalqu ya muhitu. Hii dua nisha kumfundisha ndugu yangu yuko Kenya kule. Alikuwa anasumbuliwa sana na tembo shambani. Akaandika, akaenda akaiweka shambani. Basi anakuambia tembo hawakurudigi tena mpaka walipovuna mazao. Walipovuna tu mazao wakayaondoa, ndipo tembo walipoanza kutembelea katika ile shamba. Kwa hii unaweza ukaitumia kuwafukuza hata wale wanyama waharibifu katika mashamba yenu huko, labda ni tembo au ni nguruwe au ni ndege wanakula mipunga huko, wanakula mitama. Kwa wakulima wanajua kuna mazao yanayoliwa na ndege na kuna mazao ambayo huwa yanaliwa na wanyama. Kwa kama mnasumbuliwa sana na wanyama hao, basi ukitaka kuondoa madhara katika shamba lako, kusudia andika mim kwa ile mara 90, lakini usisahau uradi ya khaliqu ya muhitu unakuwa unautaja, alafu unakwenda kuitungika katikati tu ya shamba. Unatafuta mti au sehemu fulani unaitungika, inakuwa hapo. Basi eneo hilo litalindwa na mahudamu wa herufi hii ya mim. Haitoruhusu ndege wala wanyama kuharibu mazao hayo. Lakini pia herufi hii ukitaka kuomba kitu kwa mtu, yani unataka kumomba mtu kitu na akutimizie au akutekelezee, basi kama unahitaji kumomba mtu kitu nawe ukahitaji mtu huyo akutimizie, basi utakiwa uisome herufi hii ya mim kwa idadi ya mara 70 ukiwa mbele za mtu huyo unayemtaka haja, na inshallah atakutimizia haja yako. Sasa unaisomaje? Ni pale unapomuona yule mtu ndio unayemhitaji, nimwambie jambo fulani, basi anza kukusudia, mimi nitasoma herufi hii ya mim, lakini makusudio yangu nahitaji anitekelezee haja yangu fulani. Basi ukifika pale, au unaweza ukafika nyumbani kwake, umeshauona mlango ni huu hapo, mlango wake, na yeye umeshakuwa na uhakika yuko ndani, basi anza kuisoma herufi hiyo ya mim kwa idadi ya mara 70, alafu kusudia kile unachokihitaji, kwamba nataka niende kwa huyu mtu, nikimkuta mle ndani, kile kitu utakachomwambia anitekelezee, basi asikatae. Basi unaisoma mara 70 mim mpaka mara 70, alafu unaingia unakwenda kuongea na utashangaa yule mtu kama kile kitu unachokihitaji kwake anacho, atakutimizia, na kama hana atakupa ahadi yenye matumaini. Lakini pia faida nyingine ya herufi ya mim ni kutimiziwa ahadi. Sasa iwapo kama una ahadi na mtu na ukahitaji mtu huyo akutimizia ahadi hiyo, basi unatakiwa usome herufi hii ya mim kwa idadi ya mara 80. Utaisoma herufi hii ya mim kwa idadi ya mara 80, kisha utatia nia yako, alafu utakwenda kukutana na mtu huyo unayehitaji akutimizia ahadi yako. Idadi hiyo hiyo ya mara 80 ukiisoma, unaweza kutimiziwa haja yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utachagua mwenyewe kama ni kwa ajili ya ahadi. Sasa hii kipengele hichi na kilichotangulia vina utofauti. Kipengele cha kwanza, ukitaka kumuomba mtu kitu fulani na unahitaji akupe, unatakiwa ukaisome mbele yake
huyo mtu herufi hii ya mim kwa idadi ya mara 70 kisha umuombe. Sasa kuna yule mtu anakuwa amesha kuahidi, bwana siku fulani mimi ukija nitakupa hivi hivi hivi. Sasa ndio unataka uende akakupe. Sasa hii mmeshakubaliana na mmeshaahidiana. Ila wewe unajua anaweza kufanyia uhuni, anaweza kufanya uswahili, alisema sawa lakini asitekeleze. Na kuna mwingine anasema kwa ajili ya kufurahisha au kufurahisha watu, lakini panapokuja utekelezaji anakuwa mjanja. Sasa unataka asikufanyie uswahili wa ujanja. Ndio unatakiwa ukaisome, au unaweza ukaisomea nyumbani kwako, ukatia nia, ukaenda kwa huyu bwana, ila unaisoma kwa idadi ya mara 80. Lakini pia herufi ya mimu unaweza ukaitumia katika kupata heshima kwa watu. Kama utaandika herufi hii kwa idadi ya mara 90 katika siku ya Ijumaa, asubuhi saa 12 mpaka saa 1 au saa 7 mpaka saa 8 pale mchana katika karatasi, kisha karatasi hiyo ukaibeba kama azma yako, hakika utapata heshima kubwa mbele za watu. Lakini wakati unaiandika herufi hii utakuwa unasema maneno hayo ya khalq ya muhitu, ya khalq ya muhitu mpaka utakapomaliza kuiandika herufi hii. Au unaweza kuchora talasimu yake ya herufi hiyo kisha ukawa nayo katika mfuko wako kama azma, na yenyewe inafanya kazi hiyo. Talasimu hiyo ipo katika kitabu. Kama utakihitaji kitabu hicho unaweza ukaenda ukakitafuta, au kitabu hicho mimi wanakiuza ambacho bei yake ni shilingi 20,000, kitabu cha Abjadi. Sasa ndani yake kuna hiyo talasimu, unaweza ukachora alafu ukawa unatembea, ila unatakiwa andike na manuizi yako unavyotaka. Lakini kwa hii issue ya kupata heshima, unataka watu wakuheshimu, wakuone wewe ni mtu bora, basi subiri siku ya Ijumaa asubuhi kuanzia majira saa 12 mpaka saa 1 au saa 7 mpaka saa 8 pale ndio uiandike herufi hii kwa idadi ya mara 90, lakini unasoma na ule uradi wake ya khaliku ya muhitu kwa idadi ya mara mpaka utakapomaliza. Kwa hii ni herufi ya mim katika zile herufi 28 za Abjadi, na uzito wake tulisema ni 40. Kwa hiyo unaweza ukapata kitabu hichi cha Abjadi kwa njia ya soft copy kwa shilingi 20,000 ndio bei yake. Lakini pia kuna vile vitabu vingine ambavyo kuna vitabu vya Barati namba 1, namba 2, vitabu hivyo bei yake ni 15,15. Kuna kitabu cha Ulimwengu wa Majina vituko vyao bei yake ni 30,000. Kuna kitabu cha Maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondoa shida mbalimbali. Kitabu namba 1 ni 12,000 na namba 2 ni 15,000. Kuna kitabu cha Tiba Mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia ni 10,000. Kuna kitabu cha Furaha ya Ndoa ni shilingi 15,000. Kuna kitabu cha Mwongozo wa Tabibu ni shilingi 20,000. Kuna kitabu cha Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi namba 1 ni 7,000, namba 2 ni 10,000, namba 3 ni 16,000. Kwa ukihitaji kitabu chochote katika hivyo nilivyovitaja, unaweza ukanitumia ujumbe WhatsApp kusema shehe nahitaji kitabu fulani, mimi nitakupa bei yake, au kama unaijua kabisa unalipia. Ukishalipia unanitumia ujumbe WhatsApp, mimi nakutumia kitabu hicho ndani ya muda mfupi katika WhatsApp yako au katika email yako. Hii ukiwa nchi yoyote, kwa Marekani, Canada, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, South Africa, wapi, Kenya, Uganda, kinakufikia ndani ya muda mfupi na unaanza kujisomea elimu hiyo. Lakini pia kitabu hicho unaweza ukakiprint katika stationery za huko nyumbani kwenu na ukapata nakala ya kushika kwa mkono. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV na mimi ni Ustaz Bashir. Tukutane kipindi kingine sawa na wakati mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.